Tunaendelea katika stori yetu ya siri ya mtungi. Hii ni sehemu ya pili ya siri ya mtungi. Tunaanza pale tulipoishia. Na baada ya mume kumsaliti mkewe na kumfukuza nyumbani, huenda ndio maana mali zao zinaharibika kwa sababu mmoja wao kamsaliti mwenzie na anataka kutumia mali peke yake. Ndugu akalipitisha hilo kuwa Jako na mkewe Ivana wanamiliki utajiri wa masharti. Mama yake Jako akaanza kulia kwa uchungu sana kwa kuona mtoto wake amepotea, amekuwa na tamaa kupitiliza na ndio maana amefanya haya yote. Ndugu wakafikiana waende alipo Ivana ili wakazungumze naye. Wafanyakazi wa ndani pale kwa Jako ndio waliowaambia familia ya Jako kuwa Ivana yupo kwa kaka yake Ivan. Ikabidi watoke familia nzima kuelekea nyumbani kwa Ivan kuzungumza na Ivana. Awape uhakika kweli utajiri wao ulikuwa ni wa mashaka. Wakiwa njiani wakapigiwa simu kuwa supermarket kubwa sana iliyokuwa inamilikiwa na Jako imeungua moto. Ndugu walikuwa wanazidi kuchoka kabisa. Walifika nyumbani kwa Ivan na wakakaribishwa vizuri. Baada ya salamu walianza kuongea. Walimwambia Ivana kuhusu uharibifu unaoendelea kutokea kwenye mali zao na kumuuliza Ivana kama utajiri wao waliupata kwa njia ya shortcut. Ivana akasema hapana, mali zao hawakuzipata kwa njia ya shortcut. Walizipata kwa njia ya halali kabisa. Familia ya Jako haikutaka kukubali maneno ya Ivana na kuendelea kumforce aongee ukweli kuhusu mali zao. Ivana akawa anaendelea kuwaambia kuwa mali zao hawakuzipata kwa njia ya shortcut. Ndugu aliendelea kusema kuwa ni uongo, Ivana anadanganya, ila ukweli ni kwamba mali zao ni za majini. Ivana akaendelea kusema hapana, mali zao sio za majini. Na hapo akawaambia ndugu wa Jako jinsi zilipopatikana zile mali. Ivana tangu akiwa mdogo alikuwa ni mtoto wa kitajiri. Wazazi wake walikuwa na pesa sana. Baada ya kukua na kuwa msichana mkubwa, aliweza kukutana na Jako na wakaanza mahusiano ya kimapenzi. Jako alikuwa ni kijana wa kimaskini, ila Ivana alimpenda Jako na mahusiano yao ya kimapenzi yakazua mimba. Ivana akapata ujauzito na hapa ikawa sio siri kwa baba yake, Mr. Levin, baba mzazi wa Ivan. Baba mzazi wa Ivana alihitaji kumjua mwanaume aliyempa mimba binti yake na alikuwa anataka waoane kabisa na binti yake. Ivan alimwambia Jako na Jako akakubali kwenda kukutana na baba yake Ivana. Mr. Levin sasa baada ya kumuona Jako hakupendezwa Jako awe mume wa binti yake kwa sababu Jako alikuwa kijana wa kimaskini, hivyo akaona binti yake atapata shida. Alipinga Jako kumuoa binti yake kwa sababu aliona binti yake ataenda kuteseka akienda kuishi na Jako. Ila sasa Ivana alikuwa kampenda Jako kweli kweli na hakuwa tayari kuachana naye. Na hapo Mr. Levin akafanya maamuzi ya busara. Akampatia Jako na Ivana pesa nyingi sana za kutosha ili wakafungue vitega uchumi na wavisimamie vizuri ili waweze kuishi maisha mazuri. Basi baada ya kupewa ule mzigo wa pesa wa kutosha, Jako na Ivana ndio wakaenda kufungua vitega uchumi vyao. Na baada ya Ivana kujifungua mtoto wake wa kwanza ambaye ni Remi, Jako na Ivana wakafunga ndoa. Na wakiwa ndani ya ndoa wakawa wanashirikiana katika usimamizi wa vitega uchumi vyao. Ila baadaye baada ya Ivana kuzaa watoto wengine, Everini na Eviana, Jako alimtaka mkewe asiendelee na usimamizi wa mali na abaki nyumbani alee watoto. Na yeye Jako ndio ataendelea na usimamizi wa mali zao. Ivana akakubali na kutulia nyumbani, ila Jako akaanza kubadilika mdogo mdogo tabia zake mpaka kufikia hatua ya kuleta mwanamke nyumbani kwao na kumfukuza Ivana na watoto wake. Familia ya Jako ilishangaa sana kuhusu ile story walioambiwa, maana Jako hakuwahi kuambia hata siku moja chimbuko la mali zake. Kumbe waliwezeshwa na Mr. Levin, baba mzazi wa Ivana. Ndugu wa Jako alirudi nyumbani kwa Jako na huko alikaa kikao tena na kuanza kuzungumza kuhusu kile walichoambiwa na Ivana. Bado hawakuwa na imani na zile mali za Ivana na Jako. Hivyo wakasema kwamba Mr. Levin ndiye aliyewapa pesa za kufungua vitega uchumi. Basi mali za Mr. Levin hazikuwa za kawaida. Kuna namna aliyoifanya mpaka kupata pesa hizo. Hazikuwa pesa za uhalali na sasa hivi ndio zinajidhihirisha kuwa sio pesa za halali kutoka kwa Mungu.
Hivyo hawakutaka ndugu yao waendelee na zile mali, na hapo wakasema kuwa mali zilizobaki ambazo hazijaungua akabidhiwe zote Ivan, mali za baba yake. Itakavyokuwa watajua wenyewe, kwa sababu ni mali za baba yake. Huenda anajua baba yake alizipata vipi na anajua afanye nini ili hizo mali ziache kuungua, na wao wabaki na ndugu yao. Hilo ndio swala ambalo lilikubaliwa na ndugu wote wa Jaco. Siku iliyofuata asubuhi, familia ya Jaco ilienda nyumbani kwa Ivan, na huko walikuwa na maongezi ya kifamilia. Ivan walikaa kuwasikiliza ndugu wa Jaco walichokuja kuwaambia, na hapo mmoja wa familia ya Jaco walisimama na kuzungumza kile walichoamua kuhusu mali za Jaco na Ivan. Kwa kuwa mali zimetoka kwa baba yake Ivan na wao hawana imani nazo, basi waliomba kuwa hizo mali abaki nazo Ivan mwenyewe, na Jaco akishapona ampe taraka mkewe na kila mmoja aangalie maisha yake. Ivan hakukataa, alikubali, na hapo familia ya Jaco ikaondoka pale nyumbani kwa Ivan. Waliondoka, walikuwa hawataki hata kunywa chai kwa sababu walikuwa wanajua kuwa mali za familia ya Mr. Levin hazikuwa mali za kawaida, zilikuwa mali za masharti. Basi siku zikaenda na ndugu wa Jaco waliweka nguvu zao kwenye kumuuguza Jaco. Mwezi mmoja ukapita. Baada ya mwezi mmoja Jaco ndio alipata nafuu na kuweza kuruhusiwa kutoka hospitali. Alitoka hospitali na kupelekwa nyumbani kwa mama yake. Alishangaa sana na kuwauliza ndugu zake kwa nini wamlete nyumbani kwao, wasimpeleke nyumbani kwake. Hapo ndio akaelezwa kila kitu kuhusu mali zao nyingine zilizoungua, na ndugu baada ya kuona vile waliogopa na kufuatilia historia ya mali zao, na hapo wakapata kujua kuwa hizo mali zilitoka kwa baba yake Ivan. Sasa wakaona hazikuwa mali za kawaida, zilikuwa mali za magumashi. Japo Mr. Levin ameshafariki, lakini kwa kuwa mali zake ni za majini, basi majini yamekasirika kwa Jaco kumtesa Ivan, na hapo ndio wakaamua kuchoma moto mali zao. Jaco hakutaka kuamini kuwa mali walizopewa na mkwe wake eti zilikuwa ni mali za masharti. Ila ndugu wakaendelea kumwambia hivyo kuwa ni mali za masharti na anatakiwa ajiweke mbali nazo. Na hata hivyo walishamkabidhi Ivan na mali zote zilizobaki. Na hata mwanasheria wa familia yao Ivan tayari ana hizo taarifa. Hivyo anachotakiwa Jaco atimize mambo ya talaka tu. Jaco alihisi kuchanganyikiwa baada ya kupewa habari zile. Alipagawa haswa. Hakuamini kama kapoteza kila kitu kwa ajili ya umalaya wake. Yeye alijua mali sasa hivi atazimiliki yeye tu kwa mapana na marefu, kwa sababu hata huyo baba mkwe wake aliowapa hizo mali alikuwa tayari ameshafariki. Kwa hiyo alikuwa anajua hakuna mtu akuja kumzingua kwenye hizo mali, kwa sababu aliyewapa mwenyewe alikuwa hayupo duniani tena. Sasa anashangaa sasa hivi kapolwa kila kitu. Haelewi imekuwaje, na ndugu zake walikuwa wanamsisitiza kuhusu kumpa talaka Ivan. Mamake ndio alikuwa anamsihi kabisa ampe talaka Ivan, kwa sababu familia yao wanamiliki utajiri wa giza. Hivyo asije kumshawishi na kijana wao naye akamiliki utajiri kama huo, alafu mwisho wa siku aishie kuwaua familia nzima kwa ajili ya kuwatoa kafara. Mwezi mmoja ukapita. Ndani ya huu mwezi bwana, ilikuwa ni patashika nguo kuchanika kwa Jaco na familia yake. Familia inataka Jaco amwache Ivan, na Jaco naye kumpa talaka Ivan hataki kutokana na mali. Anaona kimwacha ndio atakuwa kapoteza kila kitu. Ila familia ilikuwa ipo juu sana, inataka talaka ipite. Mama yake Jaco akamwambia kabisa mwanae asipomwacha huyo mwanamke basi atamwachia lazi na ukoo mzima utamtenga Jaco, kwa sababu wanaogopa wakiwa karibu naye anaweza kuwatoa kafara ili yeye na mkewe Ivan wazidi kupata pesa za masharti. Basi mambo yalikuwa ni mengi sana, na mwisho Jaco alimpelekea karatasi za talaka Ivan ili asaini na kila kitu kiishi. Ivan ambaye bado alikuwa yupo kwa kaka yake alipokea karatasi za talaka na kusaini, na rasmi Jaco na Ivan wakawa sio tena mume na mke, bali walikuwa ni mtu na mzazi mwenzie. Jaco aliondoka kwenye maisha ya Ivan akiwa hana kitu kama alivyokuja kwenye maisha ya Ivan akiwa hana kitu. Baada ya siku kadhaa kupita, kaka yake Ivan alimtoa auti mdogo wake. Wakiwa wapo huko kwenye matembezi yao, Ivan akamwambia Ivan na yeye ndio alikuwa anachoma moto mali za Jaco. Ivan alishtuka baada ya kaka yake kumwambia hivyo. Akauliza kwa nini ulifanya hivyo? Ivan akasema kuwa alifanya hivyo kwa sababu Jaco kapewa mali na mzee wao ili aweze kuishi vizuri na mtoto wake pamoja na wajukuu zake. Ila sasa Jaco akaanza kumtesa mkewe na watoto wake kwa mali alizopewa na baba mkwe wake. Ndio maana akaamua kufanya hivyo, kwa sababu alikuwa anajisikia hasira,
dada yake kuteseka kwa ajili ya mali za baba yake. Ivan alibaki kushangaa sana kwa maamuzi ya kaka yake, ila akaona sio mbaya kwa sababu Jaco alikuwa anamtesa sana wakati mali zenyewe kapewa na baba yake. Na huu ndio unakuwa mwisho wa stori yetu.